Vipi, hujapika wewe? Sijapika. Kwa nini? Sasa unaulizaje kwa nini? Wakati unafahamu fika kwamba humo ndani chakula hakuna. Na jana nimekwambia, mwanangu, chakula kimeisha humo ndani tunafanyaje? Haukunijibu. Leo saa hizi unarudi unaniuliza maswala ya kupika. Mimi napika nini sasa? Sasa una matatizo sana wewe. Tena una matatizo makubwa. Kwa hiyo nisipokuwepo mimi, wewe hujui kujihangaisha ili kupatikane chakula? Na wewe si mwanaume wewe? Sasa sawa, mimi ni mtoto wa kiume. Napika nini? Na cha kupika ndani hakuna, mimi napika nini? Wewe mwenyewe unajua mimi kazi sina. Mimi jicho langu lote lipo kwako wewe, ndugu yangu. Sasa wewe unapokuja kuniambia kwamba mimi masuala ya kupika, mimi napika nini labda? Na kama cha kupika hakuna. Huo ni uboya unaofanya. Tena huo ni upumbavu hali ya juu. Kwa mimi nahangaika huko nikutafutia wewe mwanamume zangu. Afu angalia haya ni maisha. Hapa mjini utakuja kuolewa. Yaani mimi leo ndo umekuwa unanitafutia mwanaume mwenzio. Maneno hayo yanakutoka kwangu mimi? Niambie bwana Kipawa. Safi bwana Madiba. Unajua bwana Madiba, chuo huu ni msimu wangu wa mwisho wa kuhitimu, na kipindi cha mitihani kimefika, ni hiki. Lakini hadi sasa hivi sielewi naingilia wapi, natokea wapi, nifanye nini ili niweze kufanya mtihani. Changamoto kuu ni ada. Nadaiwa ada. Yani hapo kwa haraka haraka isizidi isipungue, yani kama milioni 4 na kadhaa. Ya. Yani hapo nimekosa niona milioni 4 kama na 700,000. Ndipo niweze kulipa ada na niweze kuendelea na mtihani. Kipawa. Wewe ni rafiki yangu. Na urafiki wetu mimi na wewe haujaanza leo. Kifupi kwamba huku kijijini maisha ni magumu sana. Mimi kama mimi rafiki yako tayari nimeshafeli. Na najihesabia sio shule, tunajihesabia hata maisha tayari nimefeli. Hivyo jicho langu lipo kwako wewe rafiki yangu. Nikiamini kwamba kufanikiwa kwako wewe huenda utakuja kuniinua mimi rafiki yako. Na mimi walau nitokee katika uso wa dunia nionekane. Mimi niko pamoja na wewe. Ndio. Hivyo basi mimi nipo tayari kukusaidia, ili mradi mwanangu ukamilishe ndoto zako. Nitajichanga huku na kule, nitajaribu kuangalia hata kitu gani ambacho cha thamani humu ndani, hata cha ulisi kile nitauza, ili mradi mwanangu nikukabidhi ada uende ukalipe shule. Mimi nashukuru ndugu yangu kwa fikra ambazo ulizofikiria za kuweza kunisaidia. Mimi nasema asante, maana nisipofanya hivyo, huu ni mwaka wangu wa mwisho. Nisipofanya tena mtihani, itakuwa nimetwanga maji kwenye kinu. Elimu yangu yote
itakuwa imezama baharini. Basi usijali mwanangu Kipawa. Wewe kama unapambana, pambana. Umeona, na hivyo kama kawaida nilivyokuambia. Kwa ndugu jamaa mjini huko, piga simu. Unajua bwana, mjini huko 200 300 hazikosekani. Ni kweli. Na huko kijijini. Kwa mimi ni kuahidi tu ndugu yangu. Mimi nitakusaidia. Na siku then kitakapokamilika kiasi ndicho kikusudia kukugaia, basi nitakuita ndugu yangu, au nitakutafuta popote nitakukabidhi. Lakini mimi nataka ndugu yangu usome. Mimi mwanao nimeshafeli, unavyoniona hapa nimeshafeli. Umeona maisha yangu kama unavyoona mtaani hapa, na ndo nishachua ulisi. Ndela boy kashaondoka zake, hajulikani hata alipo mpaka leo. Umeona anakula maisha yake huko. Kwa hapa nipo mwenyewe. Unanielewa? Kwa mimi tena hapa maisha nimeshafeli, nimeshafika hapa kijijini. Na mimi natarajia tena kuja kuitwa mzee wa kijiji. Kwa mimi sihitaji ndugu yangu na wewe ufie hapa uzaliwe hapa. Mimi nataka usome. Mimi nimekuelewa ndugu yangu, na pia kama nilivyokuahidi tutapambana, na nijue wapi niingilie, wapi nitokee. Nimesikiliza wito wako, nikona wacha nende nikamsikilize ndugu yangu. Bwana, ni kweli nimekuita ndugu yangu. Na lengo la kukuita hapa bwana, kuhusiana na ule mchongo. Ya nimepambana, nimepita huku na kule, nimeweza kupata kiasi kadhaa kidogo. Hivyo nikaona muda usizidi kwenda. Moshi hautoame hapa. Amna, endelee tu hapo hapa. Bwana ni moshi kweli kweli. Nimeona muda usizidi kwenda, nikukabidhi hichi kiasi ili uwahi kwenda kufanya mtihani. Yaani nashukuru sana ndugu yangu. Yaani asante sana kwa hiyo. Basi sawa, kiasi cha pesa hiki hapa. Kipo humo. Humo kuna kiasi kadhaa hivi. Utaenda kuhesabu utaona. Ndugu yangu. Lakini pia vile vile ndugu yangu, nimeona itoshi. Umeona hii pete? Ndio. Hii pete alinipa marehemu mama. Kipindi anaumwa kabla ya kufariki kwake, alinipatia hii pete. Na akanambia, endapo maisha yatakupiga sana mwanangu, uza hiyo pete ujikomboe. Kwa hiyo nakukabidhi leo rafiki yangu pete hii, na imani kwamba itakufanikisha katika malengo yako. Huu ni urithi wa mama yangu, lakini nadhani mama yangu mimi hata wewe ni mama yako. Ndio. Hivyo chukua hii pete, pokea, usijali, nenda kauze.
kiasi utakachokipata jazia hapo, jazia na ulichokuwa nacho, kafanye mtihani. Usijali, wewe ni rafiki yangu. Ndugu yangu, sijui nisemaje sasa. Shukuru sana. Usipige magoti bana. Unajua yani siku zote wanasema akufaaye kwa ziki ndio rafiki. Ni kweli. Sasa wewe sio rafiki tena, wewe ni ndugu. Yani nakuona kama Mungu wangu. Nashukuru ndugu yangu. Hamna shida ndugu yangu. Wewe asante sana. Usijali ndugu yangu. Mimi nimeamua kukusaidia, ila nakuomba pambana sana ndugu yangu, malengo yako yatimie. Mimi nashukuru. Yaani kwa hivi sina budi ya kukaa tena. Mimi wacha niende nikaendelee kufight huko ili niweze kufanya mtihani ndugu yangu. Basi hamna shida, wewe kama unaenda nenda, lakini hiyo siku ya kuondoka basi ungeniambia. Hata kama tujaonana hata kwa message basi unitumie, unaniambia mwanangu mimi kesho ndo naondoka, ule ndo naondoka. Si unajua tena? Basi sawa ndugu yangu. Hamna shida. Mimi nashukuru bwana. Poa poa. Karibu basi. Asante sana. Bwana Kipawa wewe. Acha mambo yako bwana, ndio wewe kweli au? Ndio mimi ndugu yangu. Bwana yani nahisi, yani siamini naona kama ndoto hivi. Ndio amini sasa. Hebu ngoja kwanza nikuzoom. Kipawa. Mr. Kipawa. Niambie bwana Madiba. Bwana Madiba Madibani. Ndugu yangu safi kabisa. Za hapo Mose. Bwana za hapa ndugu yangu salama. Sawa. Ndugu yangu kada yote. Ndio. Na furaha sana. Tangu kipindi kile ulivyonisaidia, nilivyoondoka mjini, nimeenda kuendeleza na masomo mtihani. Nashukuru Mungu nimepasi vizuri. Nimefaulu na Mungu kunisaidia zaidi. Pia nimepata ajira hapo. Wewe unasema kweli? Bwana mwanangu umepata mpaka ajira? Nashukuru Mungu nimepata ajira. Nikaona hivi nimeingia mida si mrefu, nikaona hapana, wacha kwanza nikaonane na ndugu yangu. Ndio. Maana hapa nina siku 4 tu za kuwa hapa. Natakiwa nirudi mjini nikaendelee na harakati za kazi. Mimi niseme tu ndugu yangu vizuri. Na mimi nitaendelea kukuombea. Sichoki kukuombea, nitazidi kukuombea. Mimi nipo. Sio nisemaje? Ndio. Hivyo basi sitoka sana hapa. Wacha mimi ngoja kwanza niende nyumbani. Baadaye na mimi naona tutaonana, tutaongea kirefu yani. Basi haina shida, mimi mwenyewe nipo hapa, ila mida si mirefu hapo nitakuibukia kwa mtaani. Basi haina shida sasa. Wewe mimi utanikuta, maana ndio nimefika mida si mirefu na ngoja kwanza nikaone na ndugu yangu kwanza. Umefanya lamana. Basi sawa, mimi ngoja niende baadaye basi. Hamna noma. Mimi nipo nakuibukia hapo mida si mirefu hapo nakuibukia. Basi haina noma ndugu yangu. Poa basi. Poa. Ina maana amefanikiwa. Bwana Madiba hapa ndo kwetu.
Hapa ndo tunasema ndo mtaani kwetu, Swahilini kwetu. Ndo hapa. Sasa kweli ndo Dar es Salaam. Unajua, karibu bwana. Hii ndo zile nini zile wanasemaga nini sijui zile. Karibu bwana. Karibu bwana. Pita bwana. Pita. Viweke tu hata hapo. Hamna mambo hivi. Hawaibi bwana. Weka tu hapo. Niweke hapa? Weka tu. Au niweke kule hapa sichafui? Weka hapo hapo. Bwana Madiba bwana. Simchekeshe bwana. Aisee, pazuri hivi. Wow. Naona hii ndio nini TV? Bwana Madiba, hapa sisi ndo kwetu. Ndio. Najua tena tumepambana baada ya kupata ile mafao yangu, yeye anasema huko chuo. Ndio. Nikamwara nisikae hivi, acha nijiwekeze. Basi niseme tu ndugu yangu, asante sana. Na kikweli umepiga hatua sana ndugu yangu mpaka kufikia hapa. Umepambana sana. Kama umepambana. Ndio hivyo, najua Mungu bwana, wanasemaga akitaka kukugea asubiri mpaka umwambie, anapojisikia yeye ndo hapo na hivyo. Kweli. Kwa hiyo hii nyumba yani kwamba umejenga au umenunua au labda umekodi yani? Baada ya kupata bumu yangu, najua mikopo ya chuo bwana, si wanafunzi na kopo. Kwa hiyo sasa nilivyokuja kupata mikopo chuo, nikamua hapa nikisema nijenge nitachelewa. Bahati mzuri kuna rafiki yangu mmoja hivi akaba bwana, kuna sehemu kuna nyumba tundoka iangalie, ukiafi ni vizuri. Kweli nikaja naye hapa nikaiangalia, nikaipenda. Basi haina shida, tukakutana na mwenye nyumba tukakubaliana, tumeafikiana bei ndio nikamua niishi na mwenyewe. Kweli ndugu yangu, umefanya jambo la maana sana. Tena la maana, maana wenyewe wanasema kwamba au wahenga, maana bwana tunaishi kwa misemo ya wahenga. Wahenga wanasema kikubwa maisha ni kupata sehemu ya kupata maradhi. Ni kweli. Hayo masuala sijui ya kula, sijui kulala njaa, sijui kazi, au yatakuja baadaye. Unajua unaweza ukawa usiwe na kazi lakini ukiwa na sehemu tu ya kuweka ubavu, basi ni jambo la heri, ukinywa maji na nao mnaishi. Pia unajua hapa mjini kukaa tu bila kazi yote, bila kiajira chochote inakuwa ni changamoto. Hivyo basi mimi nitaomba kazi yoyote itakayotokea basi tupambane nayo uifanye. Ndio. Hata hivyo nitajitahidi kule kazini kwangu nikaangalie kama kuna ajira yoyote kule, itakapotokea nitakwambia. Pia kama nikikosa basi niangalie njia gani tutumia ambayo tupate hata kibarua cha kujishikizia kwa muda ili uweze kufanya huko tunasubiria ajira zingine. Mimi kwenye swala kazi hilo, kwenye swala kazi mimi ndugu yangu nipo tayari. Na sichagui. Umeona? Wewe mwenyewe unajua kazi za nyumbani, mimi kule kazi za ngungwa, kulima, sio kukata mikaa. Kwa hiyo mimi na imani kwamba kwa kazi za huko Dar es Salaam hamna kazi ngumu. Maana kwa mimi ndugu yangu kikubwa kwamba mimi kama kazi zipatikana mimi nipo tayari kupambana. Basi ndugu yangu limeisha hilo. Wewe jisikie huru, utakachohitaji humo ndani, unaingia kwenye friji, unajichukulia unachokihitaji. Kama chakula jikoni unaenda. Ndio. Unajua? Ndio. Kulikuwa na kimsichana cha kazi la unajua tena wasichana sisi tusioa. Naondekana nani mambo da. Basi ngoja mimi nikapumzike kwanza maana haina shida kweli yani. Mimi nipo kwanza hapa nipige upepo kidogo maana Basi haina shida. Haya sawa. Basi ngoja nikapumzike kwanza kidogo. Poa, basi mimi nipo ndani. Hamna noma.
mambo bado magumu. Mm. Tena bado changamoto sana kiupande wangu. Mm. Nilijaribu kwenda pale uliponiambia, uliponielekeza pale. Nimeenda pale lakini majibu niliyopewa mwanangu, pale bwana nimeambiwa nataka cheti. Nimeambiwa bila cheti hapa kazi hamna. Yaani kipatikane cheti cha form 4 umekosa hata cha darasa la 7. Na mwenyewe unajua maisha yangu mimi mwanangu, sijasoma, sina elimu yoyote. Kwa hiyo nikajikuta na feli. Lakini sijachoka, nikapambana, nimejaribu kuulizia sana hapo. Umeona, lakini kila ninapokwenda majibu ndo hayo. Cheti cha form 4 cha darasa la 7 na hata kikipatikana kabisa mpaka cha 6. Mwisho wa siku sehemu zingine mpaka nikawa naambiwa bwana hapa si natakiwa, nikajaribu kwenda kwenye nini masuala viwanda, kuna mshikaji tu akanielekeza jaribu kwenda kuna kiwanda hapo sio cha last hapo. Mbona nikaenda kwenda pale napo naambiwa changamoto kitambulisho cha NIDA. Uwe na kitambulisho cha NIDA, sijui na kadi ya benki, sijui yani milolongo. Basi mwanangu nikajikuta na feli, yani na feli noma. Na mwenyewe unajua kitambulisho huwezi kupata bila cheti cha kuzaliwa, sijui cheti cha nini. Kwa mwanangu nikajikuta na feli. No? Ya. Na jana ile nilienda pale katikati kuna kiwanda cha matofali. Nimeenda pale, mashikaji wakaniambia njoo kesho ndo leo. Leo nimeenda, mwanangu nimebaki na choka hapa nilipo hata sielewi. Wananiambia watu washakamilika. No? Yaani kwamba kazi hakuna, watu washakamilika. Wewe fanya tu utafute sehemu nyingine. Kwanza pole ndugu yangu. Yaani changamoto kubwa sana hasa kama hauna cheti. Yaani ni changamoto kubwa. Ila ndugu yangu, Ndio. Wanasemaga wenyewe, wahenga wanasema mvumilivu hula mbivu. Tusichoke, mtafutaji hachoki. Mimi nipo bega kwa bega na wewe, tutapambana mpaka chozi la damu litutoke, tuhakikishe mpaka tutapata kazi. Mimi nipo pamoja na wewe ndugu yangu. Nitajitahidi au tutajitahidi. Usiwe na hofu na usiwe na shaka yoyote. Nitakuwepo na wewe bega kwa bega mpaka nihakikishe utakuja kupata kazi na utakuja kukaa sawa. Sitoweza kukuchoka, wewe ni ndugu yangu, na pia nitahakikisha kwa njia yoyote mpaka ndugu yangu unapata kazi. Kwa swala hilo usiwe na wasiwasi, wewe utabaki hapo. Vipi mwana? Vipi hujapika wewe? Sijapika. Kwa nini? Sasa unaulizaje kwa nini? Wakati unafahamu fika kwamba humo ndani chakula hakuna. Na jana nimekwambia, mwanangu, chakula kimeisha humo ndani tunafanyaje? Haukunijibu. Leo saa hizi unarudi unaniuliza maswala ya kupika. Mimi napika nini sasa? Sasa una matatizo sana wewe. Tena
una matatizo makubwa. Kwa hiyo nisipokuwepo mimi, wewe hujui kujihangaisha ili kupatikane chakula, na wewe si mwanaume. Sasa sawa, mimi ni mtoto wa kiume, napika nini? Na cha kupika ndani hakuna, mimi napika nini? Wewe mwenyewe unajua mimi kazi sina. Mimi jicho langu lote lipo kwako wewe, ndugu yangu. Sasa wewe unapokuja kuniambia kwamba mimi masuala ya kupika, mimi napika nini labda? Na kama cha kupika hakuna. Huo ni uboya unaofanya. Tena huo ni upumbavu hali ya juu. Kwa mimi nahangaika huko nikutafutia wewe mwanamume zangu. Afu angalia, haya ni maisha. Hapa mjini utakuja kuolewa. Yaani mimi leo ndo umekuwa unanitafutia mwanaume mwenzio. Maneno hayo yanakutoka kwangu mimi? Hebu tulia hapo. Niliweka sabuni pale juu ya friji, nani kachukua? Sabuni aina gani? Sabuni ya unga niliweka juu ya friji. Ni yangu, nirudi kazini nifue. Sioni. Nilichukua mimi, nilifulia. Nimechukua mimi, nimefulia. Yaani tena ndani kisikae kitu. Usikione kitu na kitumia tu. Kwa ridhaa yako tu. Sasa ndugu yangu, wewe mwenyewe unajua mazingira yangu mimi kazi sina. Yaani hata 200 ya sabuni nashindwa kuipata. Hebu kaa kimya bwana, naona unanichanganya tu sisi. Vipi ndugu yangu? Mbona naona umebadilika? Na sijakuzoea kukuona katika hali hiyo, najua. Ni kweli ndugu yangu. Kifupi, nilikopa mkopo benki kwa niaba ya kufanya biashara mimi na mwanamke wangu. Sasa yule mwanamke nikamwambia tangulia kijijini ili nichukue zile pesa nikutumie ili uweze kufanya biashara. Na nafanya hivyo, na mimi niliomba barua ya kuacha kazi kule kazini ili nije kusimamia hizo biashara, labda nibadilishe mazingira ya kikazi. Sasa yule mwanamke alipoenda, nikahitajika nimtumie zile pesa. Ninapohitaji kutuma zile pesa, kumbe mwanamke simu hana. Mimi sikufahamu hilo, nikatuma zile pesa. Hatimaye zile pesa zote zimepotea. Hivyo nimeshindwa kulipa hata benki, na pesa zimeshapotea, na pesa nilivyoenda kukopa dhamana niliweka hii nyumba. Hivyo benki wameniletea barua kwa wanahitaji pesa, na hii nyumba ishakuwa mikononi mwao. Na ubaya zaidi, kule kazini nilipoomba barua ya
kuacha kazi, majibu amerudi na kwamba kazi kule sina, nimeacha. Hivyo mpaka hivi ninavyoongea, hii nyumba ipo miliki ya benki. Hivyo nilikuwa naomba kitu kimoja. Kutokana sasa hivi kama ni bwawa tayari kashaingia mamba, na mimi nipo kwenye lile bwawa, sina nguvu ya kujikomboa kwenye lile bwawa. Hivyo nilikuwa nakuomba ndugu yangu, nilikuwa nakuomba wewe rudi kijijini, ngoja nijiweke sawa, alafu nitakwambia huko ndugu yangu. Usijali ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Acha nirudie, mimi nimekuelewa. Acha nirudi kijijini. Mambo yatakapokaa sawa, kama nitapata nafasi ya kurejea huku mjini, basi nitarudi, na kama nitakosa hiyo nafasi, basi nitapambana. Vile vile nilikuwa nakuhusia sana ndugu yangu, usichoke kumwomba Mungu. Mungu ndo mtaji, Mungu ndo mpaji, na Mungu ndo kila kitu. Hakika kwa mambo yote yanayokusibu mkabidhi Allah, na imani atakufanyia uwepesi. Kama hii nyumba ni riziki yako, basi utaipata tu, itarudi katika mikono yako. Ila kikubwa muamini sana Mungu na si kitu kingine. Kikubwa kwamba Mungu ndo mtaji, Mungu ndo mpaji, Mungu ndo kila kitu. Sawa, mimi nitarudi kesho. Lakini mimi nilikuwa naomba tu leo hapa nibaki, ila pakikucha asubuhi mimi nitaondoka. Sawa. Halo. Safi. Haya, basi baadaye tutatafuta. Haya, sawa no. Hawa nao ndo hawa benki wanaambia baadaye wanakuja. Sawa, mimi nimekuelewa, nitafanya unavyoniambia. Sawa. Odi. Karibu. Karibu. Habari. Safi, niambie basi. Safi, kwema? Kama kawaida. Kama kawaida. Samani, namuulizia ndugu yangu Madiba, sio nimemkuta. Mama Madiba kama hapo kijiji cha pili hapo. Sawa. Basi naomba kama ukionana naye, naomba mwambie kwamba ndugu yako Kipawa anakuulizia. Poa mwanangu, maana anakujaga hapa. Kwa kimwona nitamwambia, nitampa taarifa hiyo. Asante bwana. Poa mwanangu. Karibu bwana. Shukrani. Poa.